Mbwaduke Stars, Sport Next Level. Anaitwa Jean-Claude Girumugisha. Ni mchezaji wa kimataifa kwa Burundi. Umri wake ni miaka 20 tu, kwa sababu huyu Jean-Claude Girumugisha alizaliwa mwaka 2004. Tena ni Septemba 18 mwaka 2004. Kwa hiyo ndio kwanza ana miaka age yake ni miaka 20. Ifikapo Septemba mwaka huu, Septemba 18, ndipo atatimiza miaka 21. Huyu hivi sasa ni mchezaji nyota katika timu ya taifa ya Burundi, ingawa umri wake ndio huo bado mdogo tu, lakini pia katika timu ya Al Hilal Omdurman, klabu kutoka nchini Sudani ambayo inacheza soka lake katika ligi kuu ya Mauritania. Yeye ni miongoni mwa nyota wa kikosi cha kwanza kwa kocha Florent Ibenge katika klabu hiyo ya Al Hilal Omdurman, ambaye alifanya vizuri sana katika msimu huu uliomalizika kule Mauritania, ambapo Al Hilal Omdurman wamemaliza wakiwa kileleni mwa msimamo wa mwisho wa ligi kuu ya Mauritania, lakini mabingwa ni FC Nouadhib wenyeji, kwa sababu inafahamika Al Hilal Omdurman walikwenda kucheza katika ligi kuu ya Mauritania kwa sababu ya machafuko ya kisiasa kule nchini kwao Sudan. Lakini masharti wakati wakienda kushiriki katika ligi kuu ya Mauritania, wao na watani zao wa jadi El Merreikh, ni kwamba yeyote kati yao, wao Al Hilal Omdurman na El Merreikh, ikitokea mmoja akawa bingwa, basi yeye ndo anakwenda kuwakilisha Sudan katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Yeye ndo anakuwa bingwa wa Sudan. Kwa lugha nyingine, yeyote ni kwa juu ya mwenzake ndo anakuwa bingwa wa Sudan, lakini hawi bingwa wa Mauritania. Kwa sababu hiyo, timu iliyoshika nafasi ya pili ya FC Nouadhib ndio mabingwa wa Mauritania kwa msimu wa 2024-2025. Wao Al Hilal Omdurman aliyokuwa ambayo klabu anayoichezea Jean-Claude Girumugisha haijatoa ubingwa, imekuwa ya kwanza katika ligi kuu ya Mauritania. Nadhani umeelewa ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stars Sport Next Level, lakini sio mabingwa wa Mauritania, ni mabingwa wa Sudan, na hivyo wamepata tiketi ya kuwakilisha nchi ya Sudan katika ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu ujao 2025-2026. Lakini kijana huyu kutoka Burundi, umri miaka 20 kama nilivyotangulia kueleza, amekuwa na uhakika wa kupata nafasi katika kikosi cha kwanza cha Al Hilal Omdurman, lakini pia timu ya taifa lake ya Burundi. Amekuwa akishiriki na Burundi katika michuano mbalimbali ya kimataifa, ikiwamo ya kuwania kufuzu kwa fainali za kombe la dunia. Na katika mechi mojawapo iliyochezwa mwezi wa 3, Girumugisha aling'ara sana katika mechi aliyocheza dhidi ya Seychelles. Walishinda mabao 5-0. Yeye alifunga bao moja, alitoa assist moja, pasi saidizi ya bao. Huyu kiungo shambuliaji, anatokea pembeni kushoto, pembeni kulia, anaweza kucheza katika pia kiungo la katikati. Sifa mojawapo ni kasi na uwezo wa mashuti ya kulenga shabaha. Mchezaji huyu nilitoka kuelezea. Kwa nini namuelezea? Ni sababu anahusishwa na klabu mbalimbali. Awali alikuwa akihusishwa zaidi na nchi Yanga, lakini tunamhusisha zaidi na wekundu wa Msimbazi Simba, kwamba kocha Fadu Davids, benchi fundi la Simba limevutiwa naye, wanafanya mikakati, harakati za kuhakikisha mchezaji huyu wa timu ya taifa ya Burundi anatua nchini na kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba kwa ajili ya msimu ujao wa ligi kuu Tanzania bara, michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo wekundu wa Msimbazi Simba watashiriki msimu ujao, na michuano mingine mbalimbali ikiwemo ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Kwa lugha nyingine, akichua Jean-Claude Girumugisha anakwenda kuongeza idadi ya silaha walizonazo Simba katika eneo la ushambuliaji, kwa sababu yeye huwa anacheza kama nilivyotoka kueleza, pembeni kushoto, pembeni kulia, kule katika klabu ya Al Hilal Omdurman, lakini pia hata timu ya taifa ya Burundi, hasa Al Hilal Omdurman kwa kocha Florent Ibenge, kwenye mfumo ambao unalingana na mfumo mama wa Simba wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, kwa maana ya 1-4-2-3-1. Yeye hupatikana eneo hili, ndio anakuwa sehemu moja wapo kulia ama kushoto katika ushambuliaji. Mara nyingi wa hivi katika kikosi cha klabu ya Al Hilal Omdurman, na amekuwa akifanya vizuri sana. Inakumbuka vizuri katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu uliomalizika, ambapo mabingwa ni Pyramids ya Misri, Al Hilal Omdurman ilifuzu katika hatua ya makundi ikiwa katika kundi A, ikiwa na klabu za Yanga ya Tanzania,
MC Alger ya Algeria na TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Al Hilal Omdurman waliibuka kidedea kwenye kundi hilo la A wakiwa vinara na kufuatiwa na MC Alger, ambazo zote mbili zilikwenda hatua ya robo finali, ambapo wao walikumbana na Al Ahli ya Misri. Kwenye mechi zote mbili walifungwa 1-1, lakini kuonyesha namna gani Jean-Claude Girumugisha ni mchezaji muhimu kiasi gani ndani ya kikosi cha Al Hilal Omdurman kwa msimu uliomalizika. Yeye alicheza mechi zote mbili dhidi ya Al Ahli, na kwa ujumla Al Hilal Omdurman ilicheza mechi 8 kwa ujumla kutoka hatua ya makundi. 6 hatua ya makundi, 2 za robo finali. Yeye alicheza mechi 7 kuonyesha ni kwa namna gani alikuwa mchezaji muhimu katika kikosi. Kwa mechi hizi 7 alicheza kwa dakika 466, lakini namna alivyokuwa kihusika kwenye mchezo ni kwamba aligusa mipira, tunasema touches. Aligusa mpira mara 248, akatoa passes, alitoa pasi 99 zilizofika pasi 62, ufanisi ukiwa ni around 63% ya ufanisi wa pasi, tunasema accuracy. Lakini nini alifanya? Alipiga mashuti, tunasema shots. Katika pasi hizi, kwa kukumbushia tu, hizi alizopiga hizi pasi 42 alizipiga kwenye opposition half, kwenye eneo la nusu ya pili ya uwanja, kwa maana kwamba yeye akiwa kama kiungo ushambuliaji kutafuta nafasi kufunga dhidi ya wapinzani, alikuwa akipiga pasi nyingi zaidi kwenye eneo la pili. Akapiga mashuti 10, kati ya haya mashuti 6 ya lango. Halafu nini kikatokea? Girumugisha akafunga mabao, goals, kafunga mabao 2, hakutoa assist. Hata hivyo assist 0, akachangia mabao 2 kwa timu yake katika ligi ya mabingwa barani Afrika mpaka kufikia hatua ya robo finali. Lakini katika kucheza huko, Girumugisha ingawa ni kiungo ushambuliaji kutokea pembeni, akijivunia zaidi kasi yake na mashuti makali, lakini pindi timu inapopoteza mpira, inapokwenda kuzuia, yeye yuko vizuri, kwa sababu mipira ya chini, tunasema ground jewels. Katika mechi hizi 7 kati ya 8 ambazo Al Hilal Omdurman walicheza kuanzia hatua ya makundi mpaka robo finali, kapigania mipira 75, akafanikiwa mipira 31, kuonyesha namna gani alivyo mpambanaji, ingawa yeye ni kiungo ushambuliaji. Lakini pia mipira ya juu, aerial jewels, yeye si mzuri sana, ingawa anapopigania huwa anafanikiwa pia, kwa sababu alipigania mipira 5, kafanikiwa mipira 2, ufanisi wa 40%. Lakini sio hilo tu, akafanya tackling. Tackling ni ile kuingia uvunguni, kutoa mpira kutoka kwa wapinzani bila kusababisha madhara. Jean-Claude Girumugisha kafanya kwa mafanikio tackling 12. Akafanya interceptions, interceptions 3. Interception ni kuingilia mpira ambao wapinzani wanapasiana, mpinzani mmoja na mwingine unaingilia, lakini pia mpinzani anapojaribu kukokota mpira, unamzidi maarifa, unakwenda kuchukua, ni sehemu interceptions. Ama mpinzani anapasiwa na mwenzake, ile anajaribu kutuliza tu, unamfikia na kuutwaa. Yeye amefanya mara 3 hizo interceptions. Lakini pia kuna clearances, kuuosha mpira, kuubutua kutoka katika eneo hatarishi. Yeye ni kiungo ushambuliaji, lakini amefanya hivyo kwa mafanikio mara 2, akiinusuru timu yake ya Al Hilal Omdurman katika ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye mechi hizi 8, 6 hatua makundi, 2 robo finali, kuifanya iwe salama. Girumugisha ni mzuri pia katika dribbling. Amedribble mipira, tunasema dribbling, kadribble mipira mara 32, akafanikiwa 11. Ni mzuri, lakini sio kihivyo sana, kwa sababu hapa ni ufanisi wa 35% unaomfanya akitua Simba awe na kazi ya ziada, kwa sababu kwenye eneo hilo ndipo anapatikana Kibu Dennis Prosper. Kwenye kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu, ufanisi wake katika kukokota mipira Kibu Dennis Prosper ni 70%. Anapatikana Elie Mpanzu Kibisawala katika mfumo wa 4-2-3-1 kocha Fadlu Davis. Mpanzu amekokota mpira mara 33, na ukiangalia mara alizofanikiwa, ufanisi wake ni 73%. Elie Mpanzu Kibisawala. Sasa maana yake ni nini? Ni kwa changamoto ni kuonyesha namna anavyoweza kukokota mipira. Ni mkokotaji mzuri, lakini anoa Mpanzu wanakokota mara 2 ya ubora wake katika kukokota mpira kwa mafanikio. Lakini point note, amefanya hivi katika barani Afrika, michuano yenye hadhi namba 1 barani Afrika kwa ubora kwa ngazi ya klabu, kulinganisha na kombe la shirikisho lililoshiriki Elie Mpanzu Kibisawala na Kibu Dennis Prosper. Lakini kuna eneo lingine pia, anapiga cross alizopiga ni cross 6, ni cross 3. Hili nao ni eneo ambalo Simba kusia miongoni mwa changamoto zake aboreshe, kwa sababu ni ufanisi wa 17%. Anapaswa kuboresha eneo hili, kwa sababu kwa lugha nyingine, mipira takriban 83% ya mipira cross anayopiga inapotea.
lakini ni mzuri katika kupoka mipira kutoka kwa wapinzani. Ball recovery afanya kwa mafanikio mara 33 katika mechi hizi 7 alizocheza kati ya 8 kwenye ligi ya Afrika kuanzia hatua ya makundi mpaka robo finali walipofika. Huyu Jean-Claude Mugisha kwenye akiwa Simba akipata nafasi kusajiliwa kama tetesi zinavyoeleza. Maana yake baada ya golikipa Musa Kamara, Simba huanza na walinzi wanne, halafu ana viungo ile ukabaji. Kwa msimu huu mara nyingi alikuwa ni Kagoma pamoja na Ngoma. Halafu kwenye viungo watatu ushambuliaji hapa ambapo alikuwa msimu huu yupo Simba Jasha Hua, halafu hapa Kibu Dennis Prosper Kibu, hapa Eli Mpanzu Kibisawala, Kibisawala Mpanzu. Sasa ama Edwin Charles Balua eneo hili ama Lada Kichasambi, yeye akitua hapa mshambuliaji kinara anaweza akawa Lionel Ateba Mbida, Steven Dese Mukwala. Kwenye klabu yao hucheza hivi hapa huwa ni Adama Kulibali, kijana mwenzi katika klabu ya Al Hilal Omdurman. Hapa katikati huwa ni Walid Khidir, halafu yeye utokea pembeni Girumugisha, mbele anakuwa kaka mkubwa nahodha wao Mohamed Abdurrahman. Sasa akitoa Simba kwa kopi ile, yeye anaweza kucheza kutokea hapa. Mara nyingi cheza yake huwa haendi mara kwa mara kwenda kuongeza mapana ya uwanja kupiga cross, kama natoka kueleza sio mzuri sana kwenye cross. Kwa sababu hiyo madhara yake huwa kwa wapinzani akiingia ndani. Mshambuliaji kinara anakuwa mbele, yeye anakuwa nyuma mshambuliaji kinara. Ama akitokea kulia hufanya hivyo pia kwa kwenda kwa nyuma mshambuliaji kinara. Akipenda kwenda na mipira ana cut in, kwa maana kuingia ndani atoe pasi mshazari kwa wenzake ili wafunge, ama kuliona lango na kupiga shuti mwenyewe kufanya majaribio ya kufunga, ndipo akafunga mabao mawili kwa mashuti 10 aliyopiga, 6 akilenga lango. Akitua Simba Girumugisha, ni dhahiri kwamba Simba itaimarika sana katika eneo hili, kwa sababu sijui wanataka mambo gani msimu ujao. Bila shaka ni mambo makubwa sana kwa mashabiki wa Simba na Simba yenyewe, kwa sababu huko ndipo alipo Eli Mpanzu Kibisawala, lakini ndipo alipo Kibu Dennis Prosper. Bila shaka Simba benchi lake la ufundi chini ya Fadu Davids hawana dhamira nzuri kabisa kwa wapinzani wao kwenye michuano mbalimbali watakayoshiriki msimu ujao, kwa sababu ni maeneo ambayo Simba sio dhaifu kihivyo. Anapatikana Kibu Dennis Prosper maeneo haya pembeni kulia, pembeni kushoto, chezao anaingia kati. Anapatikana Eli Mpanzu Kibisawala, kipimio cha umri kwa wapinzani kutokana na kasi yake na uwezo mkubwa wa kupiga mashuti, lakini ni eneo ambalo pia anapatikana Lada Kichasambi, mtoto wa maajabu mwenye kasi, speed na mashuti, lakini pia yupo Edwin Charles Balua. Wote hawa wako vizuri, wameprove katika maeneo mbalimbali, lakini ushindani wa namba kutoka kwa Kibu Dennis Prosper, kutoka kwa Eli Mpanzu Kibisawala ndio chanzo cha hawa Edwin Charles Balua na Lada Kichasambi kutopata nafasi sana ya kucheza. Sasa ujio wa Girumugisha maana yake ni ushindani mwingine katika eneo hili, na bila shaka itafanya Simba iwe imara zaidi katika maeneo hayo yenye kuhusika sana katika upishi wa mabao. Ni kazi kubwa itakuwa kwa washambuliaji wao vinara katika kutumia fursa zitakazokuwa zikitengenezwa na Girumugisha, lakini Girumugisha ambaye atasumbua zaidi wapinzani kwa sababu ana uwezo wa kufunga na tayari ana uzoefu, ingawa umri wake ni miaka 20. Kwenye timu ya taifa ya Burundi ameanza kuichezea msimu mwaka 2023, tayari ameshacheza mechi 10. Yes, na ameshafunga mabao kadhaa. Lakini vile vile katika ligi ya mabingwa barani Afrika umri wake miaka 20, msimu pekee yake amecheza mechi 7 kati ya 10 kama nilivyotoka kueleza. Ni ufanisi wa hali ya juu. 7 kati ya 8, kwa sababu timu yake kutoka hatua ya makundi jumla ilicheza mechi 8 kwa sababu ilishia robo finali. Amecheza mechi 7 kuonyesha namna gani alivyokuwa na uzoefu wa kutosha. Lakini huyu Girumugisha, changamoto iliyopo kwa kundi la Msimbazi Simba ni kwamba anawaniwa na timu nyingi sana. Sio wao tu, timu kutoka katika ligi kuu Afrika Kusini PSL zingali zikimwania. Watani zao wa jadi Yanga hawako hivi tu, wanamwania vile vile. Lakini pia timu kutoka kaskazini mwa Afrika, lakini pia timu kutoka katika bara la Arabs kule nchini Saudi Arabia na kwingineko, kuna klabu zinahusishwa na huyu bwana mdogo Jean-Claude Girumugisha, ambaye faida yake pia ni katika biashara, kwa sababu umri wake miaka 20, maana yake klabu itakayokuwa nayo ikawa na mkataba mrefu wa kuwa naye, halafu akadumisha kiwango chake, maana yake upo uwezekano klabu husika itakayomiliki itakuwa na uwezekano wa kufanya biashara kubwa hapo baadaye kwa kumuuza, kwa sababu ndio kwanza ni miaka 20, anafanya mambo makubwa. Swali ni kwamba je, Al Hilal Omdurman wako tayari kumwachia aondoke kijana huyu ambaye amefanya vizuri sana katika msimu huu wa 2024-2025 kwenye ligi kuu ya Mauritania, lakini pia kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika? Hilo ni la kujiuliza, kwa sababu Al Hilal Omdurman kiukwasi hawako vibaya sana. Ukiona timu ya Sudan
inaishi Mauritania, maelfu ya kilomita, inashiriki ligi kuu yake, ikisafiri kutoka kituo kimoja hadi kingine bila kukosa katika msimu mzima, na kumaliza ikiwa bingwa, ikifunga mabao 55. Timu ya pili FC Nouadhibou ikifunga mabao 37 tu, yenyewe ikifunga 55 kiruhusu 18, na Nouadhibou ikifunga mabao 37 kiruhusu 13. Ni dhahiri kwamba kwenye ukwasi, masuala ya fedha hawako vibaya Al Hilal Omdurman. Wako tayari kumwachia. Na je, Simba ni kweli wapo katika mbio kama tetezi zinavyoeleza za kumhitaji mchezaji huyu wa Burundi? Mgongoni huwa ni nambari 7 ili wamsainishe kwa ajili ya msimu ujao. Yote hao ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukrani jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.